kuhusiana na mwanamfalme Prince Mpumelelo Dube, lakini kimsingi licha ya udhaifu wake katika baadhi ya nyakati, akiwa yeye na lango huwa anakosa mabao, lakini namna ambavyo Prince Mpumelelo Dube tangu atue Yanga, aina ya uchezaji wake, akiwa ni mshambuliaji ambaye hasimami sehemu moja, ni mpambanaji, ana mbinu nyingi ikiwemo mikimbio ile ya uongo tunasema damerance. Matokeo yake mara kadhaa amekuwa akionyesha ubora wa hali ya juu na kujikuta benchi la ufundi la Yanga kwa makocha tofauti tofauti, akiwa yeye hakosi kuanza au kupata nafasi ya kucheza katika kikosi kila mara. Na leo hii Prince Mpumelelo Dube akathibitisha ule ubora wake mbele ya lango la wapinzani, na hasa juu ya mikimbio yake na kusababisha madhara kwa wapinzani. Ni kwamba Yanga leo hii wakati ikipata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja wa Mwigulu Complex Airtel pale mkoani Singida, Dube alichangia kwa kiasi kikubwa, akishiriki takriban mabao yote 3 katika mchezo huu. Ni kwa sababu alifunga bao la kwanza, tunakumbuka vizuri, katika dakika ya 36, lakini ni Dube aliyesababisha bao la pili baada ya fanyiwa madhambi na Morris Ubuchu Kuchuku wakati akielekea kumkabili golikipa Metacha Mnata wa Singida Black Stars, ikizaa penalty ambayo iliwekwa wavuni na Alan Okello, Dube akiwa amesababisha kwa tukio hilo. Lakini katika dakika ya 54 Prince Mpumelelo Dube alipiga shuti nzuri kujaribu kutaka kufunga. Metacha Mnata alilicheza mpira uliorejea kama rebound ukamkuta Mudathir Abbas akaweka wavuni na kuifanya Yanga ifunge mabao 3 yaliyoipa ushindi huo mnono wa mabao 3-0 dhidi ya timu ngumu ya Singida Black Stars. Dube alionyesha kiwango bora sana leo hii dhidi ya Singida Black Stars. Haikushangaza mwisho wa mchezo akiwa ndiye mchezaji bora wa mechi. Hii ni mara ya pili katika mechi ya 3, kwa sababu mechi iliyopita dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba iliisha kwa suluhu. Hakuwa mchezaji bora wa mchezo, badala yake alikuwa ni golikipa Djigui Diarra. Lakini mechi ya nyuma yake wakicheza dhidi ya JKT Tanzania, timu inayoshika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, Yanga walipata ushindi wa mabao 5-0. Dube akawa ndiye man of the match katika mechi hii dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo leo hii ilikuwa akiwa mara ya pili anakuwa mchezaji bora wa mchezo katika mechi ya 3 kwa mfululizo. Dube leo hii katika kuanza kikosini alianza kama mshambuliaji kinara katika mfumo wa Yanga ambao awali ulikuwa unaonekana kama ni 4-4-2 kwa maana ya kuwa na washambuliaji wawili kwenye makaratasi, lakini kwenye kucheza kwa kiasi kikubwa alikuwa mshambuliaji kinara alikuwa ni yeye Prince Mpumelelo Dube, huku waliokuwa katika eneo la kiungo wakiwa ni pamoja na Buba Jammeh alikuwa akitokea pembeni kulia, alikuwepo Maxim Pia Nzengeli, alikuwepo Alan Okello, wote katika sehemu ya kiungo pamoja na Mudathir Yahya Abbas. Kiungo mwingine alikuwepo alikuwa ni Dzup Abuya, lakini katika eneo la ulinzi walikuwepo kina Mohamed Hussein Shabalala kama beki wa kushoto. Beki wa kulia alianza alikuwa ni Israel Patrick Mwenda kabla ya kutoka kuingia kasi ya tula yao kuelekea mwishoni mwa mchezo, na beki wa kati alikuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, alikuwepo Ibra Baka, golikipa Djigui Diarra. Ni katika kikosi ambacho Yanga cheza yake walikuwa wanacheza mpira wa moja kwa moja sana, yani hawachezi pasi nyingi za kwenda kushoto kulia. Yanga hawakuwa wakicheza mchezo wa kuvutia sana, lakini ni mchezo hatari zaidi kimbinu na kuwafanya Singida Black Stars waliokuwa na nyota wengi kikosini. Metacha Mnata golini, lakini mabeki walikuwepo ni pamoja na Ibrahim Imoro, Andy Kofi Cyril, wachezaji nyota ndani ya kikosi cha Singida Black Stars. Alikuwepo Kennedy Juma Wilson, alikuwepo Morris Ubuchu Kuchuku katika eneo la mabeki wa kati, alikuwepo Abdallah Kheri alikuwepo, lakini vile vile walikuwepo kina Emmanuel Keyeke, walioanza walikuwepo kina Mosi Ndumwe mchezaji nyota kutoka Burundi, lakini alikuwepo pia Linda Mtange MVP mchezaji bora katika ligi kuu ya Kongo msimu uliopita. Wote hao pamoja na walokuja kuingia kipindi cha pili, akiwemo mfungaji bora katika ligi kuu ya Kongo Hosi Mwako Malanga, mchezaji nyota kutoka Kenya huyu ni Elvis Baranga Rupia, mchezaji nyota wa Tanzania Ayubu Lianga. Bado Singida Black Stars walijikuta wakizidiwa katika maeneo mengi na kupoteza kwa mechi mabao 3-0 ya leo hii. Dube alikuwa ni miongoni mwa wale ambao alisababisha madhara makubwa na kusababisha mabao yote haya 3 akiwa katika baadhi ya nyakati unplayable, yani mabeki akina Abdallah Kheri Sebo, mabeki akina Kennedy Juma Wilson, Andy Kofi Cyril, Ibrahim Imoro, lakini pamoja na kina Morris Ubuchu Kuchuku walikuwa wanapata wakati mgumu kumzuia Dube kwa sababu hawajui anasimama eneo lipi ili wamkute. Alikuwa anaenda kushoto kulia,
kasi, kurudi kati, kufuata mipira ni miongoni mwa yale ambao alikuwa analetea madhara makubwa. Ikumbukwe kabla ya mchezo wa leo ambao umemfanya Dube sasa afikishe mabao 6-11. Dube ni miongoni mwa nyota waliosababisha mabao mengi, walioipa Yanga mabao mengi kati ya mabao 30 walionayo. Kwa mfano, ukichukulia kwamba leo ameshiriki katika kuchangia mabao matatu yote, kwa maana alilofunga na yale aliyoshiriki katika ujenzi wake kwa kiasi kikubwa, ikiwemo kusababisha mkwaju wa penalty na shuti lilozalisha rebound aliyoweka Mudathir Yahya, basi utaona kana kwamba Dube mchango wake unaonekana moja kwa moja katika athari za mwisho kwenye mabao. Kabla ya mechi dhidi ya Simba, Dube alikuwa amecheza mechi 9. Kabla ya mechi dhidi ya Simba ilisha bila, akiwa amecheza dakika 620. Dube alikuwa tayari amepiga mashuti 14, kati ya hayo 7 amelenga shabaha ambayo ni shooting accuracy ya 50%, lakini akawa amefunga mabao 5 akitoa assist 1 akichangia mabao 6 kabla ya mechi dhidi ya Simba. Sasa leo hii kufunga, maana yake sasa ameshafikisha mabao 6 tutoka kueleza, ukichanganya na assist aliyotoa, maana yake amechangia mabao 7 ya moja kwa moja. Lau kama utahesabu na zile mbilinge alizowasababishia Simba, purukushana alizowasababishia Singida Black Stars katika ushindi wa mabao 3-0 kwa leo hii, kama unayaongeza na mabao ya leo, maana yake Dube mabao 9 kwa haraka ukiachana purukushana nyingine alizofanya kwenye mechi nyingine ambazo hakufunga, akuassist. Mabao 9 katika mabao 30 waliofunga Yanga, utaona ni mchango wa 30% ya mabao yote ya Yanga. Lau kama utachukulia yale mabao mengine ya leo, la mkwaju wa penalty la Okelo na bao la Mudathir Yahya, basi kwamba Dube nalo ameshiriki mchango wake wa pre-assist, ukauchukulia kana kwamba ni sehemu ya mchango wake. Lakini kwa ufupi tu, mabao yale ya moja kwa moja, amefunga 6, ametoa assist 1, amechangia mabao 7. Prince Mpumelo Dube kama endeleza kiwango hiki, ni dhahiri kwamba Yanga katika harakati zake taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo msimu huu, basi watahitaji sana Dube aendelee kuwa kwenye kiwango chake bora, lakini na yeye aboreshe zaidi uwezo wake wa kuweka mipira wavuni, kwa sababu Dube anafahamika kwamba ni mzuri wa kujua wapi pa kusimama, kuwania mipira kwa usahihi ili aiweke wavuni, lakini kuna baadhi ya mechi huwa anasimama eneo sahihi, anapata mpira sahihi, lakini katika muonekano ambao unaonekana ni mwepesi kwake kuweka mpira wavuni, huwa anakosa. Lakini akiwa kwenye kiwango chake bora, ni hazina muhimu ya Yanga katika upachikaji mabao. Msimu uliopita Dube alikuwa miongoni mwa wachezaji 5 waliopiga mashuti mengi zaidi katika ligi kuu Tanzania bara, akicheza mechi 28 msimu uliopita 2024-2025, 28 games. Dube alipiga mashuti 55, akiwa ndiye mchezaji aliyeshika nafasi ya 3 kupiga mashuti mengi baada ya Jashaua alipiga mashuti 74. Stefan Aziz Ki aliondoka kabla msimu kumalizika, lakini akishika nafasi ya pili kwa kupiga mashuti mengi, mashuti 65. Watatu alikuwa Dube, alipiga mashuti 55 akifunga mabao 13 akitoa assist 8 na kuchangia mabao 21 kati ya mabao 83 aliyofunga Yanga msimu uliopita kwenye ligi kuu Tanzania bara na kutoa ubingwa wa 4 mfululizo. Sasa msimu huu kwa gia alianza nayo akiwa tayari ameshachangia mabao 7 akifunga mabao 6 wakati timu yake ndiyo kwanza imecheza mechi ya 12 leo hii. Maana yake ni ishara njema kwamba Dube yupo kwenye kiwango kizuri cha kushiriki katika kuweka mipira wavuni ili kufanikisha mipango ya Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves. Swali ni kwamba je, Dube ataendeleza makali haya ili mwisho wa siku kuiwezesha timu yake ya wananchi Yanga kutwaa taji la 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara? Vipi kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine wanaoshiriki Yanga katika msimu wa 2025-26 baada ya kutolewa katika ligi ya mabingwa barani Afrika walipoishia hatua ya makundi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.